Mamlaka ya Uturuki imewaweka kizuizini watu 37 kwa kuchapisha kile ilichokiita kama maudhui ya uchochezi kwenye mitandao ya kijamii. Hatua hii ni mwendelezo wa kamata na ukandamizaji wa sauti pinzani baada ya kukamatwa kwa meya wa Istanbul, mpinzani mkuu wa Rais Recep Tayyip Erdogan. Saumu Njama na taarifa kamili. Polisi nchini Uturuki inamshikilia meya wa mji wa Istanbul na kiongozi mkuu wa upinzani Ekrem İmamoğlu kwa tuhuma za ufisadi na ugaidi pamoja na watu wengine kadhaa mashuhuri na meya wengine wawili, hatua inayosababisha hasira ya umma. Maelfu ya watu waliandamana licha ya uwepo mkubwa wa polisi. Kilichofanyika bila shaka ni kinyume cha sheria na hakina msingi. Hii si demokrasia, ni udanganyifu wa demokrasia. Watu hawastahili haya. Tumekasirishwa bila shaka, kama wanadamu tumekasirika. İmamoğlu wa chama kikuu cha upinzani cha CHP, mpinzani mkuu wa Rais Tayyip Erdogan, kukamatwa kwake kunajiri siku chache kabla ya chama hicho kumtangaza kama mgombea wake wa urais katika uchaguzi wa mwaka 2028. Ana umri wa miaka 53, amekuwa akilengwa na idadi inayoongezeka ya kile wakosoaji wanasema ni uchunguzi wa kisheria unaochochewa kisiasa. Kiongozi wa chama cha CHP Özgür Özel amesema, wewe Rais Erdogan huna uwezo wote ndani yako dhidi ya mgombea wangu. Mgombea wetu wa kiti cha urais wa nchi hii. Ulishindwa naye, umeshindwa na unajua utashindwa tena. Kwa hiyo kwa kila aina ya mipango unamkandamiza mpendwa wetu wa Istanbul. Unamfanyia fujo. Onunla uğraşıyorsun. Kuzuiliwa kwa kiongozi huyo maarufu wa upinzani na mpinzani mkuu wa Erdogan kunaongeza wasiwasi juu ya demokrasia. Hali hii pia imesababisha mparaganyiko katika soko la fedha na kuchochea kusimamishwa kwa muda katika biashara ili kuzuia uuzaji wa hofu. Wakosoaji wanaona ukandamizaji huo kama juhudi za Erdogan kuongeza muda wake wa utawala wa miongo miwili kufuatia hasara kubwa ya chama tawala katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana. Hata hivyo, maafisa wa serikali wanakanusha madai kwamba hatua za kisheria dhidi ya viongozi wa upinzani zimechochewa kisiasa na kusisitiza kwamba mahakama zifanye kazi kwa uhuru. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Ali Yerlikaya amesema wametambua akaunti 261 za mitandao ya kijamii zilizoshiriki machapisho ya uchochezi yanayochochea chuki au uhalifu, huku juhudi za kukamatwa washukiwa wengine zikiendelea.